ya mwezi wa tatu, basi ni Ijumaa ya pili ya tatu ndani ya mwezi wa tatu bwana. Juzi tu tulianza wiki, lakini sasa imefika Ijumaa, na unajua bana, ikishafikaga Ijumaa watu ndio kidogo akili zinaanza kuchangamka, mtu anaanza kuwaza leo ni weekend inaanza leo. Anawaza kabisa kesho nitashindia wapi, na Jumapili nitashindia wapi. Sasa kwa wewe ambao huwa una mpango wa namna hiyo, basi ni kuanzia sasa hivi mpaka jioni tayari utakuwa umeshajua mahali pa kushindia kesho na kesho kutwa. Kwa hiyo leo ni Ijumaa nyingine kabisa hii ambayo tumeamka tukiwa salama, na sisi tumerejea hapa asubuhi ya leo kama kawaida kwa ajili ya mjadala magazetini ambao ni mahususi kabisa kwa ajili ya kusomea kurasa zote za mbele ya magazeti, lakini pia kurasa za nyuma. Kwa kurasa za mbele tutaangalia zile taarifa za kitaifa ambazo zinahusiana na maisha ya kawaida ya uongozi, lakini za kijamii maisha yakoje. Tutaona habari zote zitakuwa zimeandikwa katika kurasa za mbele katika magazeti yetu, lakini pia tutapata mapumziko na tutarejea kwa ajili ya kusomea kurasa za nyuma ambazo kwa kawaida huwa ni taarifa za kimichezo. Michezo na burudani, basi kule tutapata kujua kipi ambacho kinaendelea katika anga la michezo, lakini pia upande wa burudani huwa siku zote zinaandikwa katika kurasa za mbele. Na tumerejea kama kawaida mjadala magazetini kwa siku ya leo, na wasomaji wako basi naweza nikasema ni wale kwa maana ya juzi jana tumekuwa ni sisi. Jina langu ni Emmanuel Manonga na sitakuwa mwenyewe, basi nitakuwa na mwenzangu Esther Kameta. Unajisikiaje bana? Najisikia salama, sijajua habari ya huko mkako. Sisi huku tumeamka tukiwa salama kabisa, kama ndio hivyo umeniona nimefika hapa nimeng'aa kidogo, nimependezeshwa na niliyekuwa naye basi. Jambo jema afadhali. Jambo sawa, lakini umejiandaje bana kwa weekend hii? Unajua leo ni Ijumaa. Ukitoka hapa basi ratiba zinazofuata zingine hizi zinakuaga ni ratiba fulani ambayo unasema ngoja nitulize akili kwa sababu yani akili yangu ilikuwa busy wiki nzima kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na leo Ijumaa. Sasa Jumamosi natuliza wapi akili, Jumapili nafanyaje ili nijiandae kwa ajili ya wiki nyingine ambayo inafuata. Kwa leo ni siku ya kufunga wiki, afu kwa siku ya kesho natarajia kutoka kama na wenzangu, kama unataka kutoka kesho. Tunaenda kwa ujumla jamani, mimi sasa hivi mpaka sasa sijapata ratiba ya siku ya kesho. Kwa hiyo nikusikilize tu, maana watazamaji wetu wa Masikio Daima, namwalika ndugu yangu hapa kwamba kesho tutatoka, sawa? Tunaweza tukaenda hata Lumilo pale. Ukifika pale unauliza tu hata bei ya vyakula unatoka. Yani lakini hatuli. Tutakula. Tutakula hata kula amna, hata kula kwa maana tutaweza. Ndio ile watu wanasema unautisha umaskini na unatisha umaskini. Nataka niondoke. Ndio naulizia au siku hiyo labda una kaya 20 kako, basi unaenda sehemu unaagiza chakula tu cha 15,000. Mpaka umaskini wenyewe unakaa pembeni unashangaa. Hivi wewe ni ile Esther unayemjua? Wewe ni ile Manonga unayemjua? Mbona kama anataka kuniacha? Ndio nakwambiaje, kesho bwana, kwa siku ya kesho tunaweza tukatoka, tutaenda Lumilo, tutaenda kula kidogo. Afu pia kwa siku ya Jumapili tutaenda kwenye nyumba za ibada. Tutaenda katika kanisa la Roman Kihesa. Sijajua kwa wewe Jumapili yani umeipangaje? Achana na kesho. Kesho nikwambia tutatoka. Kesho ratiba ya kesho kwangu mimi inategemeana na wewe. Kwa hiyo mimi kesho siku yangu nzima natumia kwako. Haina shida, tutatafuta na mwingine tu. Hatuwezi kaa peke yetu tu. Tunawaalika na watazamaji wetu bwana. Haya. Sawa. Mimi kwa Jumapili, mimi kama kawaida huwa Jumapili lazima asubuhi niamke niende kanisani. Nikishatoka kanisani sasa ndo hapo ratiba zingine zinafuata. Muhimu ukiwa na mpira, mimi huwa na enjoy kabisa kwa sababu nikishatoka kanisani nikifika nyumbani kama kuna ratiba ndogo ndogo za kumalizia labda kukaa kufanya mambo. Unajua mpaka yani ukishaingia kanisani ukitoka lazima unajua kabisa nikitoka hapa sasa hivi nikienda labda nakula, maana huwa naendaga asubuhi. Kwa hiyo mpaka saa 4 nakuta nimeshatoka ibadani. Kwa hiyo hapo unajua kabisa hapa kuna kitu fulani ambacho sikufanya siku ya jana Jumamosi. Kwa hiyo sasa hizi nataka nikamilishe, ila kuanzia majira ya saa 10 au saa 11 wa muda huo unakuta kuna mipira inaendelea, michezo mbalimbali inaweza ikawa ni ndani hapa lakini au nje. Kwa hiyo lazima kuanzia majira ya saa 10 waga mimi ratiba yangu mara nyingi sana huwa naenda kuangalia mpira. Kama siku kutakuwa na mpira, kama hakuna basi nitajua kutokana na siku.
nifanyaje, kwa sababu leo hakuna mpira bana, leo itabidi nitoke hapa labda niende au niende kwa Bedina, nitamtafuta hata Bedina nikamsalimie. Sawa, ni vizuri pia kwa sababu siku za wikendi ndio siku sahihi ambapo marafiki na ndugu baadhi wote wanakuwa wapo nyumbani, na siku hiyo watu wengi wanakuwa wajaenda kazini, hususan siku ya Jumamosi na Jumapili. Ambapo kwa wenzetu wa Sabato siku ya Jumamosi ni siku ya ibada na siku ya Jumapili ni siku ya kawaida, kama ilivyo kwa sisi ambao sio wa Sabato, kwamba Jumamosi ni siku ya kawaida na Jumapili ni siku ya ibada. Wengine wanatumia Jumamosi kama kufua nguo, kufanya kazi ndogo ndogo hivyo. Kama tulivyosema, sisi tutatoka out na Malonga. Saa ngapi sasa? Niambie ratiba sasa hivi. Yaani hapa mbele za watu. Ratiba ya kesho nije saa ngapi? Nipange kabisa. Basi itakuwa saa 10 au? Maana mchana jua kali. Jioni. Mchana jua kali. Ile asubuhi ufanye kazi zako, kama ni kufua, kama ni kufanya nini. Nimeshaona kuna namna unaweza kanifanya nisiende kanisani Jumapili. Jioni kabisa. Sasa tuende saa ngapi basi? Asubuhi. Asubuhi huwezi kaenda hoteli. Mimi naenda na ratiba yako, wewe si ndo bosi. Yaani mimi naenda na ratiba yako. Basi nitajitahidi hivyo. Saa 10 nisio na ratiba nyingine. Namuomba Mungu mpira usije kaingilia kati. Usiwe na mechi yoyote. Sawa. Bwana, mjadala magazetini kwa siku ya leo ndo hivyo tunaanza kwa ajili ya kusomea kurasa za mbele, lakini kurasa za nyuma. Sasa nitakwambia ni taarifa zipi ambazo zimeweza kuandikwa katika magazeti. Basi kwa haraka hapa taarifa ambayo tutaweza kuiona basi ni ya Samia, kauli yake kwa siku ya jana walikuwa bana na hafla ya kukabidhiana tathmini ya tume ambayo ilikuwa inafanya tathmini ya mgogoro wa ardhi katika mbuga ya Ngorongoro. Sasa hapa taarifa kubwa inasema Samia alitoa kauli nyingi pale hivi. Moja wapo ilikuwa ni tutaboresha Ngorongoro, lakini pia kingine alisema kwamba Ngorongoro ni sehemu ya urithi wa taifa. Na akasema pia akatuhitaji pia tuitunze kwa sababu hata dunia nzima pia inaitambua Ngorongoro, kwa sababu pale ndo ambapo tunasema kwamba hata utafiti ulifanyika ukagundulika kwamba masalia ya binadamu wa kwanza basi alipatikana Ngorongoro. Kwa hiyo ipo kwenye historia ya dunia nzima, lakini Tanzania, ndio maana akasema basi ni urithi wa Tanzania, lakini wa dunia nzima kwa ujumla, kwa sababu kila mmoja aliyeko duniani amejifunza kwamba bana binadamu wa kwanza alitokea kule Ngorongoro. Kwa hiyo ndio maana akasema hiyo tujitahidi sana kuitunza kwa sababu ni sehemu ya urithi wa taifa. Lakini pia tutaona taarifa nyingine hapa ni ya idadi ya majaji na mahakimu wanawake kuongezeka nchini, kwa sababu kuna baadhi ya taaluma watu wanaona kama mbona ni taaluma, watu zamani walikuwa wanachukulia kama ni taaluma ya wanaume, sijui kama kipindi hilo ilikuwa na kipindi tunasoma ilikuwa ikifika muda wa kuanza kugawanyana ile form 3 kidato cha 3, sijui wanaosoma science unakuta wengi wanaume, wanaosoma sio arts wengi wa kike. Kwa hiyo kwa sasa hivi hata ukienda ukagawanya utakuta sasa hivi kuna namna fulani wanawake wanakuwa wamezidi. Sasa hivi wanawake pia wanapenda sana masomo ya science. Sawa, kabla hatujaanza kusomea basi nikupe tu taarifa njema hapa kwa wewe ambaye una mtoto mdogo mwenye mwaka 1 mpaka miaka 3 bana, na unamhitaji kumwandaa kwa ajili ya shule kuanzia labda darasa la kwanza na kuendelea mpaka la 7. Sasa kuna shule inaitwa Greenleaf Academy. Wao wanasema ni sehemu pa kuanzia safari sahihi ya mtoto wako wa kimasomo, kwa sababu wao unampeleka pale mtoto wa mwaka 1 na miaka 3 na miaka 2, wao wanakaa naye pale, wanamfundisha, wanaendelea kumpa mafundisho mbalimbali, kumwandaa kwa ajili ya shule, yani ya kuingia darasa la kwanza na kuendelea mpaka la 7. Sasa wao wanasema wana mazingira mazuri na safi, lakini wana mazingira safi na yenye upendo, lakini pia wana walimu wenye uzoefu na moyo wa watoto, lakini vifaa vya kisasa vya kujifunzia, michezo ya kielimu na ubunifu, lakini pia wana malezi bora yenye maadili, lakini wako vizuri katika kufuatilia maendeleo ya mtoto. Pale ambapo umempeleka basi wanamfuatilia labda baada ya miezi 2 mtoto yukoje, maendeleo yake yakoje, je anaendelea kujifunza au kuna namna bado anakuwa mzito. Wao wanafuatilia pia maendeleo ya mtoto, lakini pia cha mwisho wao wanasema wana chakula bora lakini lishe kamili. Sio kwamba unapeleka pale mtoto anakuwa anashinda njaa, unampeleka asubuhi unaenda kumchukua labda saa 9 unakuta mtoto hajala.
Sasa wao wanakuambia wana chakula safi na wana chakula ambacho tunasema ni lishe kamili, kwamba wanazingatia zile aina za lishe bana. Mtoto mdogo anatakiwa apate chakula cha aina hichi na aina hichi mpaka muda wa kuja kuchukuliwa. Sasa hawa wanapatikana maeneo ya Mawelewele pale karibu na nyumba za PSSF. Lakini kama unataka kuwapata basi nitakutajia namba zao hapo na utawatafuta, utaongea nao na utajua mtoto utampeleka lini, lakini namna yao ya upokeaji na vitu gani labda ambavyo wanahitaji. Sasa wao wanapatikana kwa namba za 0759909714, lakini namba zingine ni 0717436862, lakini namba ya mwisho ambayo ukiwapigia watapatikana pia ni 0653487663. Hao wanaitwa Greenleaf Academy, wanapatikana Mawelewele karibu kabisa na nyumba za PSSF pale Mawelewele. Walioko pale watakuwa wanatambua, lakini walioko pia hapa Iringa mjini pia watakuwa wanaitambua vyema. Sasa tuanze na kusomea kurasa za mbele za magazeti, tukianza na gazeti la Wamachinga. Wana gazeti la Wamachinga, habari kubwa hapa imeandikwa Dr. Samia tulikosea Ngorongoro. Ni kauli yake hiyo. Sasa walikosea nini? Apokea ripoti ya tathmini matumizi ya ardhi, ahidi changamoto zitarekebishwa, aitaja Ngorongoro kama almasi ya taifa. Lakini pia asema licha ya changamoto hizo wenye viti na wajumbe wa tume walitekeleza kazi yao kwa bidii, uadilifu na uweledi mkubwa. Tangu mwaka 2015 hadi tangu 2015 watu 77 wameuawa na wengine zaidi ya 200 kujeruhiwa. Sasa ni vitu gani ambao vimejeruhi? Basi tunakuta ni labda ni wanyama ambao wanapatikana pale. Hizo ni kwa sababu ilikuwa ni tume ya tathmini ya maendeleo ya Ngorongoro. Sasa tathmini inasoma hivyo, lakini pia tume pia yabainisha yaliyojitokeza katika utekelezaji wa zoezi la uhamaji wa hiari kwa wakazi wa eneo la Ngorongoro kwenda maeneo ya Msomera, Sayuni, lakini pia maeneo mengine. Sasa ukitaka kupata kwa undani wa taarifa hiyo kwa undani zaidi, basi chukua nakala ya gazeti la Wamachinga, ukurasa wa 3 una taarifa kwa undani kuhusiana na hiyo la Ngorongoro. Taarifa nyingine hapa inasema NMB mwanamke jasiri yazinduliwa kwa kishindo. Ukurasa pia wa 3 katika gazeti hili una taarifa zaidi. Lakini taarifa nyingine hapa inasema ugonjwa wa figo bado ni tatizo nchini. Kama ambavyo tumekwisha kuona toka juzi jana, tumeona katika magazeti mbalimbali wamekuwa wakiandika hiyo taarifa. Basi ukurasa wa 2 katika gazeti hili una taarifa zaidi. Lakini taarifa nyingine hapa inasema Tanzania ya jinadi wa uimarishaji usawa jinsia na upatikanaji wa haki, mkutano wa CSW70. Taarifa zaidi kuhusiana na mkutano huo basi ni ukurasa wa 4 katika gazeti hili la Wamachinga. Lakini pia taarifa ya mwisho katika gazeti hili inasema Ndenjembi kiwanda cha nguzo Tabora kinajiendesha kwa faida. Ukurasa wa 2 katika gazeti hili una taarifa zaidi. Na katika gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, habari kubwa ni Rais Samia aiagiza Ngorongoro ilindwe. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Habari nyingine inasema Tanzania kuendelea kulinda haki za binadamu. Habari nyingine inasema serikali yataja mikakati. Serikali yataja mikakati ya kukuza uchumi. Habari nyingine katika gazeti hili inasema trilioni 9 zatumika kuhudumia jamii miezi 6. Habari nyingine katika gazeti hili inasema watendaji waagizwa kuacha kufanya kazi kwa mazoea. Habari ya mwisho katika gazeti hili inasema Tembo Nikeli kuongeza tija ya SGR madini kimkakati. Sawa, gazeti la Zanzibar Leo wao taarifa kubwa hapa wameandika Daktari Mwinyi, futari ya pamoja kuzidisha upendo. Kunapokuwa na futari ya pamoja ambaye wewe unaamua unawiwa kuandaa futari ya pamoja, basi inadumisha
upendo, na hilo bana lilifanyika katika viwanja vya New Amani. Uwanja huo watu walikusanyika takriban watu 17,000 na hisi na zaidi, wakifuturu kwa pamoja kama taifa. Kwa hiyo inasaidia kufanyaje, kudumisha upendo miongoni mwa watu. Taarifa zaidi ni katika ukurasa wa pili katika gazeti la Zanzibar Leo. Lakini pia taarifa nyingine hapa inasema tutaendelea kuwasaidia wenye mahitaji, ni kauli ya Mama Mariam. Ukurasa pia wa pili katika gazeti hili una taarifa kamili. Lakini taarifa nyingine inasema tasnia ya habari imeimarika, ni kauli ya Dr. Pembe. Pia katika ukurasa wa pili una taarifa zaidi kuhusiana na hilo. Lakini Daktari Samia apokea ripoti kuhusu ardhi, uhamiaji watu Ngorongoro. Hiyo tumekusha kuiona pia. Taarifa zaidi katika gazeti hili, basi chukua nakala ya gazeti la Zanzibar Leo ukurasa wa pili pale pia una taarifa kwa undani, na taarifa hiyo ni ya mwisho katika gazeti hili la Zanzibar Leo. Na katika gazeti la Uhuru Vijijini, habari kubwa inasema makubwa yafichuliwa. Habari hii inapatikana katika gazeti hili la Uhuru. Habari nyingine inasema wahifadhi waipongeza hotuba ya Dr. Samia. Habari nyingine inasema rushwa, umaarufu sio vigezo vya uteuzi. Habari nyingine katika gazeti hili ambayo inakwenda kufunga gazeti letu la Uhuru Vijijini inasema jela miaka 30 kwa kumbaka mwanafunzi. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 9 wa gazeti la Uhuru Vijijini. Sawa, gazeti la Majira wao wameandika Daktari Samia afichua fursa zilizojificha Ngorongoro. Asema Ngorongoro ni almasi yetu, mali yetu na urithi wa dunia. Asisitiza tutashirikisha wananchi kutekeleza mapendekezo ya tume. Ile tume ilivyoleta ripoti ile, basi kuna mapendekezo yalitajwa pale, na akasema kwamba tutapendekeza pia kushirikisha wananchi na wao washiriki katika kutimiliza yale mapendekezo. Lakini pia taarifa nyingine hapa inasema Daktari Nchimbi afanya mazungumzo na balozi wa Cuba. Ukurasa wa 5 pia katika gazeti hili una taarifa zaidi. Lakini taarifa nyingine inasema wahariri watembelea mradi wa umeme katika vitongoji 6. Taarifa kamili pia katika ukurasa wa pili katika gazeti hili. Lakini taarifa nyingine ya kimataifa hapa inasema Papa Leo ahuzunishwa na mauaji ya watoto Iran. Migogoro ya kivita ambayo bado inaendelea kule Mashariki ya Kati. Lakini pia taarifa nyingine inasema ziara ya kiongozi mikoani ilivyozidi kudhihirisha uimara wa CCM nchini. Taarifa kamili pia katika ukurasa wa 9 katika gazeti hili. Lakini pia taarifa nyingine bana, hapa naona kuna taarifa ndogo ndogo nyingi zinasema TEF yaridhishwa matumizi ya makato ya 3%. Taarifa kamili ukurasa wa 4. Lakini pia inasema mvua yatikisa Mwanza, kiongozi akoma nayo. Mvua yatikisa Mwanza, kiongozi akoma nayo. Ukurasa wa 4 pia una taarifa zaidi. Lakini taarifa ya mwisho katika gazeti inasema fursa nyingine viwanda vya nishati safi ya kupikia yaja. Ukurasa wa 4 pia katika gazeti hili una taarifa kwa undani. Na gazeti la Taifa Tanzania ambapo Uzalendo Kwanza, habari kubwa inasema ripoti ya Ngorongoro yaleta mkanganyiko. Habari hii inapatikana katika gazeti hili la Taifa Tanzania. Na pia habari nyingine katika gazeti hili inasema serikali yaanza hatua za kuondoa urasimu kuchochea biashara. Habari nyingine katika gazeti hili inasema Tanzania imesisitiza mshikamano wake na nchi wanachama wa jumuiya ya kimataifa. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Habari nyingine nasema yaonyesha juhudi za wananchi kuhama kwa hiari hazikufanikiwa. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Habari nyingine, habari ya mwisho katika gazeti hili la Taifa Tanzania nasema Wanu ataka wadau kuunga mkono mpango wa chakula mashuleni. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 5 wa gazeti letu la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza. Sawa, gazeti la Tanzania Leo wao wameandika Watanzania ilindeni Ngorongoro, kauli hiyo ya Daktari Samia.
Hiyo tumekusha kusomea katika magazeti karibia yote ambayo yamepita. Rais Samia akoleza kasi ya uwekezaji sekta ya sukari. Ukurasa wa pili una taarifa zaidi katika gazeti hili, lakini taarifa nyingine anasema kiongozi, siasa isitufanye tujengeane chuki na kuwa maadui. Kauli yake huyo. Ukurasa wa pili pia katika gazeti hili una taarifa zaidi, lakini taarifa nyingine anasema mapya yaibuka CUF, wataka mwenyekiti mpya ajiuzulu naye awajibu. Amewajibu vipi? Basi chukua gazeti la Tanzania Leo ukurasa wa 4 utasoma kwa undani na utapata undani wa taarifa hiyo. Lakini pia hapa kuna taarifa ndogo inasema, taarifa ya mwisho katika gazeti inasema Daktari Samia mgeni rasmi baraza la Idi BAKWATA yasema. Rais Samia mgeni rasmi baraza la Idi BAKWATA yasema. Hiyo ni taarifa ya mwisho katika gazeti hili la Tanzania Leo. Na katika gazeti la Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu, ambapo habari kubwa inasema Rais Samia ahaidi mapya Ngorongoro. Habari nyingine inasema wanyamapori waua watu 77 Ngorongoro. Habari nyingine katika gazeti inasema siku 100 za Dr. Mwinyi zagusa shida za vijana. Habari ya mwisho katika gazeti hili inasema UNCDF yaipa Tanzania nafasi kubwa biashara ya kaboni. Sawa, nimeshika gazeti hapa la Nipashe Mwanga wa Jamii. Ngoja niwapashe hapa taarifa ambazo zimeandikwa katika gazeti hili bana. Ripoti za tume mbili, hatua mpya Ngorongoro. Sasa hawa wanasema serikali kufanya kazi moja kuhusu ardhi na uhamiaji wa wakazi kaya 1678 tayari za hamia maeneo mapya. Nyumba 1559 Msomera bado hazijakaliwa. Ongezeko la watu na shughuli za kibinadamu latishia uendelevu wa hifadhi. Ukurasa wa pili una taarifa zaidi kuhusiana na habari hiyo ambayo imeandikwa hapo. Lakini pia taarifa nyingine katika gazeti hili bana, wameandika bei kipaa duniani, TPDC Tanzania tuna akiba kubwa mafuta. Hiyo sasa wanasema bei ikiendelea kupaa huko duniani, lakini kwa wao ambao wanahusiana na mambo ya mafuta hapa Tanzania wanasema Tanzania tuna akiba kubwa ya mafuta. Lakini pia taarifa nyingine inasema hofu mkeka mpya wa Samia, Mwigulu awapa neno madc marasi madc na madedi. Bana zile mkeka ule mpya wa kuteuliwa na kutenguliwa watu wanaendelea kusubiria sasa. Mwigulu bana yeye akawa amewapa neno. Lakini pia taarifa nyingine katika gazeti hili wameandika aliyemuua baba yake apunguziwa adhabu dhidi yake. Ukurasa wa 16 una taarifa zaidi. Lakini pia taarifa nyingine inasema idadi mahakimu majaji wanawake yaongezeka kwa kasi nchini. Ukurasa wa 15 katika gazeti hili una taarifa zaidi. Lakini taarifa ya mwisho katika gazeti hili nasema Tanzania yajitetea UN hatua zilizochukuliwa yaliyojiri Oktoba 29. Sasa yajitetea kivipi? Basi chukua gazeti hili usome kwa undani katika ukurasa wa 29 kabisa, utapata undani wa taarifa hiyo. Na katika gazeti la Mwanahabari habari kubwa inasema Samia tunaboresha Ngorongoro. Amezungumza, anasema afichua fursa zilizojificha, asema Ngorongoro ni eneo lenye bayonuai nzuri kushinda mengine na fursa lukuki za utalii. Neno lingine alilisema, amesema sasa serikali itashirikisha wananchi kutekeleza mapendekezo ya tume ya Ngorongoro. Na nyingine amesema aitaja kwani ni tunu na almasi ya taifa, mali yetu, urithi wa dunia. Habari nyingine amesema wadau waaswa kuunga mkono mpango wa chakula shuleni. Inapatikana katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Habari nyingine inasema ugonjwa wa figo waendelea kuongezeka nchini.
Pia habari nyingine nasemaje, kamati ya bunge yaridhishwa na kiwanda cha nguzo za zege Tabora, uzalishaji waanza rasmi. Habari ya mwisho katika gazeti hili inasema biashara ya madini yahitaji mtaji na ushirikiano wa kibenki Nesvinga. Sawa, gazeti la Mwananchi wao habari kubwa hapa wameandika vikwazo 5 kasoro ya uhamiaji Ngorongoro. Vikwazo gani hivyo? Basi hapa kwenye habari picha naona picha mbalimbali. Moja ni Rais Samia akipokea utafiti ambao umefanyika, tathmini ambayo imefanyika, lakini pia habari picha nyingine naona makazi ya Ngorongoro au ile mbuga ya Ngorongoro inavyoonekana hapa, lakini pia naiona nyumba za watu hapa, naziona pia wamechanganua kwa picha hapa. Naona picha ni nyingi kwenye habari picha. Kwa hiyo ukitaka kuelewa zaidi kwa undani, basi chukua nakala ya gazeti lako la Mwananchi, utaelewa zaidi vikwazo ni vipi ambavyo vimetajwa na tume ya tathmini ya uhamiaji Ngorongoro. Lakini pia habari nyingine wao wanakuambia madhara ya kutegemea akili unde kwa kila kitu. Ukurasa wa 3 na taarifa zaidi. Na hapa naona kwenye habari picha anaonekana mtu akiwa ameshikilia simu afu kichwa kidogo kama yani kichwa kieleweki, mambo ni mengi kichwani. Kwa anasema madhara ya kutumia akili unde kwa kila kitu, yani kwamba ukiwa unahitaji siyo nini. Juzi tulikuwa tunazungumzia hapa kwamba kuna baadhi ya watu wanatumia AI kujitibu. Ndio. Yani wewe unajihisi kuumwa au kuchoka, unaenda AI, vipi mimi najihisi uchovu, vipi dawa inaweza ikawa nini? AI anakuelekeza dawa fulani. Sio umepata sio nini tena, unaenda AI unamuuliza. Sasa madhara yake ukitaka kuelewa zaidi, basi chukua gazeti la Mwananchi katika ukurasa ule wa 3. Katika gazeti hili una habari zaidi kuhusiana na madhara ya kutumia akili unde kwa kila kitu unachokifanya. Sawa, kingine hapa nasema kwa nini afya ya tumbo inastahili kuzingatiwa? Hiyo imewekwa alama ya kiulizo kabisa. Sasa ukitaka majibu yake, kwa nini inastahili kuzingatia afya ya tumbo, basi ukurasa wa 2 katika gazeti hili una taarifa zaidi. Lakini pia taarifa nyingine katika gazeti hili wameandika usingizi kinga kwa afya ya akili na kimwili. Bana, watu wanasema kabisa usingizi ni tiba. Unapopata muda wa kupumzika, ndio maana huwa unashauriwa bana, binadamu ambaye yani umekamilika, mtu mzima, unatakiwa upate muda wa kulala angalau masaa 8. Masaa 8 upate kwa siku ili ulale. Kwa hiyo usingizi bana ni kinga ya afya ya akili lakini ya kimwili. Taarifa nyingine hapa anasema wenye miaka 40 hadi 50 waongoza kuugua figo. Habari hiyo tuliona pia katika magazeti mengi. Lakini pia taarifa ya mwisho katika gazeti hili inasema shauri la TLS kuhusu amri ya IGP Oktoba 29 la tupwa. Ukurasa wa 8 katika gazeti la Mwananchi una taarifa kwa undani. Na katika gazeti la Sauti Yetu habari kubwa inasema kadi janja changamoto mpya udalti. Habari nyingine hapo wameelezea ambapo zatolewa vituoni kwa wiki 4 sasa. Nasema wananchi wasema ni mkakati kurudi kwenye keshi. Tena anasema wenyewe wasema kuna njia mbadala. Habari nyingine nasema Rais Samia, tuna wajibu wa kulinda mfumo wa ikolojia. Inapatikana katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Habari nyingine nasema wazee wa ACT Wazalendo wafutulisha. Wazee wa ACT Wazalendo wafutulisha. Chama hicho kimesaidia. Unajua hii yani, kwa mfano msimu huu wa Ramadhani pale ambapo mtu anajitolea kwamba yeye ataenda kufutulisha watu eneo fulani, yeye anapata thawabu. Kwa kweli. Anapata thawabu, na pia watu pale ambapo wanakuwa wameenda kushiriki katika hizo kula hiyo iftari pale kunakuwa kunajenga watu wanapata yani ushirikiano unakuwa ni mkubwa. Watu wanapata kujuana zaidi, kuhimiza amani, kushauriana mambo ya kimaendeleo hivyo. Alafu habari nyingine nasema NBS yaanza utekelezaji wa tafiti mbalimbali za kibiashara.
Habari hii ndio inakwenda kufunga katika gazeti hili la Sauti Yetu. Na mtazamaji, na gazeti hili la Sauti Yetu ndio gazeti ambalo linatamatishia habari za mbele za magazeti kwa siku ya leo. Tutapata mapumziko mafupi, alafu tutarejea kwa ajili ya kusomea kurasa za nyuma, lakini nikwambie tu kwamba tunaendelea kupewa nguvu kabisa na CF Natural Water. Hao ni wasambazaji na watengenezaji wa maji safi na salama kwa ajili ya afya yako. Hao wanapatikana bana mji mdogo wa Mafinga mkoani Iringa. Sasa ukitaka hawa bana kufanya nao biashara, labda aidha ya usambazaji, au unataka kufanya nayo biashara ya kuuza maji ya jumla labda dukani, au utakuwa una shughuli yako ambayo unahitaji pia upatio maji, una shughuli ya harusi, una kikao na nini, lakini unahitaji maji, basi unaweza kuwatafuta wa CF Natural Mineral Water, ukaongea nao na wakakusaidia kuhusiana na swala la maji. Sasa wanapatikana kwa namba za 0762 12 37 36 0762123736. Wapigie, waeleze shida yako na wao watakusaidia. Sasa tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutakuja kusomea kurasa za nyuma za kimichezo. Kwa afya yako na ubora wa maisha yako, unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa CF Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. CF Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua CF Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe cfcompany100@gmail.com. CF Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Huduma bora ni pamoja na ofisi nzuri haiwezi kukamilika bila vitu vya kisasa vya ofisini. Hop Corner Shop tumekuletea viti na meza za kisasa zaidi ya ofisini kwa gharama ndogo kuliko, na vitu vyote ni original toka kiwandani, hatuuzi vitu vilivyotumika. Hop Corner Shop tunapatikana jirani na benki ya NMB Redco mjini Iringa, lango kuu la kuingia chuo cha Ruku. Tupigie simu namba 0618874152 au 0767818200 au tembelea Instagram yetu hopcorner_shop. Hop Corner Shop, hapa gharama nafuu, bidhaa zetu kiwango. Stani. Ushafika hospitali? Hospitali? Nani anaumwa? Simepigiwa simu na walimu hapa, ananiambia Bwakila hali yake mbaya, amemkimbiza hospitali. Nitumie 30. Wewe, Bwakila mbona niko naye hapa? Kuna? Walimu gani sasa walimu? Hao matapeli. Na ukishaona jumbe za hivyo, yani moja kwa moja nenda kwenye uwanja wa message, andika utapeli, tuma kwenda 15040. Utapokea ujumbe wenye maelekezo. Utaweka namba ya utapeli. Ndio shughuli yake inaishia hapo. Kweli? Ndio nakwambia, fanya hivyo. Hebu mpe Bwakila. Bwakila huyu hapa. Baba, tuma 30 basi ule utaka kuwatumia walimu. Takuripoti, wewe jiche tu wetu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania, TCRA. Unaweza ukawa umefika Iringa mara kadha kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza ukasikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usina gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful staying
is believing place in your hearts. Karibu. Umehitimu darasa la 7 kidato cha 4 au zaidi na unahitaji kupata ujuzi? Karibu katika vyuo vya RDO Mdabulo, RDO Mafinga, RDO Ibwanzi na RDO Kilolo ili ujipatie mafunzo mahiri ya malezi yaliyo bora. Fani zinazotolewa vyuoni ni kama ifuatavyo: umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji wa vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na uhudumu wa hoteli, useremala, uashi au ujenzi, uzalishaji wa afya mifugo, ubunifu na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, teknolojia ya habari na mawasiliano na matumizi ya kompyuta. Mafunzo yanatolewa kwa miezi 3 na miezi 6 tu. Nafasi za hostel zipo kwa wahitaji wote. Pia tuna nafasi kwa wanaohitaji kuhamia level 1, 2 na 3. Vyuo vyetu vyote vimesajiliwa kikamilifu na Baraza la Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Study NACTVET. Unaweza kujisajili moja kwa moja na kupakua fomu za kujiunga katika tovuti ya shirika, yani www.rdo.or.tz. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya RDO. Kwa maelekezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 0757 35 18 37 au 0745 92 15 75. Kumbuka, ufundi ni taaluma ina. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort. Kipindi hewani ni mjadala magazetini, na sasa tumerejea tena kwa ajili ya kukusomea kurasa za nyuma za magazeti kwa siku ya leo, ambapo taarifa nyingi bana zitakuwa ni za kimichezo na burudani. Huku utategemea tu kuona taarifa za klabu fulani, sio nani, mchezaji fulani, sio nani, sio msanii gani, ndio utazisikia huku. Sasa tuanze na gazeti la Mwanahabari michezo. Wao wameandika Yanga yabeba alama 3 mbele ya Tanzania Prisons, mchezo ambao ulichezwa jana usiku. Lakini pia taarifa nyingine inasema Makonda Msigwa wasaidia ujenzi uwanja wa Samia jijini Arusha. Hao jana walionekana wakiwa wanasaidiana na mafundi kubeba mabomba, kubeba nini, walisaidia pia katika ujenzi wa uwanja huo. Lakini pia taarifa nyingine inasema Kibabage atajwa beki bora wa kushoto ligi kuu. Hiyo habari picha pia namuona hapa Kibabage. Lakini pia taarifa nyingine inasema Mwana FA Sebu amesaidia wasanii wengi sana. Alisema kipindi yeye akiwa ni mwimbaji, yani kipindi enzi za usanii wake, walikuwa Sebo ni mtu ambaye alikuwa akiwasaidia sana kipindi hicho. Sebo ni nani? Basi ni mwanahabari ni mwanahabari ambaye alikuwepo, tuseme ni nguli. Mpaka sasa alikuwa bado yuko katika tasnia ya habari kutoka katika chombo cha EFM lakini TVE. Na amepata kutoka duniani, hivyo watu sasa hivi wanamkumbuka kwa mengi sana. Nimekuwa nikiingia mtandao nikiangalia kila mmoja anamtaja kwa namna ambavyo alikuwa anamjua na alihusika vipi katika maisha yake. Basi wasanii wengi wamekuwa wakisema, kwa sababu wengi sana walikuwa wakimtumia kipindi hicho kwa ajili ya interview na nini. Lakini pia taarifa nyingine katika gazeti hili, taarifa ya mwisho kabisa inasema TRA waapa kuzifunga Simba na Yanga. Bwana hao wameapa kabisa kwamba Simba na Yanga lazima wafe mbele ya TRA. Lazima watalipa kodi, wataki wasitaki lazima watalipa. Na gazeti hili kwa na taarifa hizo za kimichezo. Na gazeti la Mwana Sport michezo, ambapo habari kubwa inasema akili mpya Pedro amaliza kazi hesabu kwa Azam, ambapo anasema kazi ipo Hii ni mara ya pili Pedro anakwenda kucheza dhidi ya Ibenge baada ya Januari 13, 2026 kushinda kombe la Mapinduzi. Habari nyingine katika gazeti hili la Mwana Sport anasema uwanja wa Man United UTD Man United ni kizungumkuti. Habari nyingine anasema Esther aliona fursa katika soka ikamlipa. Inapatikana ukurasa wa 12 wa gazeti hili. Pia anasema Ommy Dimpoz tajiri anayetajwa kimuziki. Anasema tofauti na ulivyo ukubwa
wa jina lake ndani ya Bongo Flava, mwimbaji. Afu habari nyingine tena katika gazeti hili, habari ya mwisho naenda kufunga gazeti hili la Mwanaspoti, nasema issue ya Bareke Mpanzu. Issue ya Bareke Mpanzu ambayo ndo habari ambayo inaenda kutufungia katika gazeti hili, inapatikana ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Mwanaspoti. Sawa, lakini hapo pia kuna ratiba ya mchezo kwa siku ya leo. Mashujaa watawakaribisha Fountain Gate Lake Tanganyika huko Kigoma. Tutawaona siku ya leo saa 10 jioni. Saa 10 jioni. Sawa, gazeti la Mwanahabari michezo wameandika ujenzi barabara Arusha washika kasi AFCON 2027. Na habari picha pia hapo tunaona uwanja huo wa Samia ambao uko katika hatua za mwisho katika kumalizika. Lakini taarifa nyingine nasema hapa Beka asifu upambanaji Simba. Lakini pia taarifa nyingine nasema Ibenge aipuuza Yanga ligi kuu. Mchezo huo ni mchezo mkubwa ambao unaangaliwa sana, unatarajiwa sana na watu wengi kuangaliwa, ambao itacheza weekend hii siku ya Jumapili. Lakini pia taarifa nyingine hapa inasema ZFF yajipanga kuinua hadhi ligi kuu Zanzibar. Bodi ya ligi ya Zanzibar hiyo. Ukurasa wa 23 na taarifa zaidi. Lakini taarifa moja hapa inasema bao la Leverkusen la mkera Ateta dhidi ya Arsenal. Ukurasa wa 21 una taarifa zaidi. Na katika gazeti la Zanzibar leo michezo, serikali yajipanga kupokea AFCON Dr. Pembe. Habari nyingine nasema Serengeti Boys yaelekea Misri kujinoa kwa AFCON. Habari nyingine nasema TRA yaitangazia vita Simba. Habari ya mwisho katika gazeti hili nasema serikali yatenga bilioni 50 kuwawezesha vijana wabunifu. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 23 wa gazeti hili la Zanzibar leo michezo. Sawa, gazeti la Uhuru vijijini wao wameandika Simba mzuka umepanda. Lakini pia taarifa nyingine hapa wameandika serikali kuwabeba wasanii wanahabari. Wametajwa wao, serikali watahusika kuwabeba. Lakini pia shoti kuania mkanda wa WBC Africa, upambanaji hao wa ngumi. Lakini pia taarifa nyingine nasema Kibadeni atoa neno Msimbazi. Lakini taarifa nyingine pia nasema Ibenge furaha tele au kuelekea Jumapili. Lakini pia taarifa nyingine hapa inasema Juve kumsaka Senes. Lakini taarifa ya mwisho hapa inasema hii ni ile uhondo au nyama kuhusiana na mzuka wa Simba kupanda. Wamesema ushindi wa mabao 2-1 uliopata Simba dhidi ya Big Stars wa mchezo wa ligi kuu hiyo imeshapita. Na gazeti hili bana ilikuwa na taarifa hizo chache za kimichezo. Na katika gazeti la Majira habari inasema maendeleo ya ujenzi wa uwanja wa AFCON Arusha wafikia pazuri, ambapo kamati ya bunge yalizishwa na Makonda atia neno. Habari hii utaikuta katika gazeti hili la Majira michezo na burudani. Habari ya mwisho katika gazeti hili nasema Simba Sports Club kuikabili TRA United kesho Arusha. Sawa, gazeti la Taifa Tanzania michezo wameandika waziri mkuu mgeni rasmi mashindano ya Qur'ani Machi 19. Lakini pia taarifa nyingine nasema Simba tayari wapo Arusha kwa kabili TRA kesho. Lakini pia taarifa nyingine nasema Makonda shilingi bilioni 50 kwa ubunifu na watengeneza maudhui zipo. Wanazo kabisa, ni wewe tu mtengeneza maudhui lakini mbunifu kujionyesha kufanya kazi ili wakuone. Lakini pia taarifa nyingine nasema Aziz Ki amtumia neno la faraja Dickson Job. Lakini pia taarifa nyingine hapa inasema Irani yathibitisha kutoshiriki kombe la dunia 2026 Marekani. Lakini taarifa ya mwisho wanasema Prince Dube aitwa timu ya taifa ya Zimbabwe. Taarifa hiyo imetufungia katika gazeti la Taifa Tanzania. Na katika gazeti la Sporti Tanzania leo habari kubwa inasema Baleke tunacheza kikubwa. Amesema ni Baka Steve Baka sasa tunacheza kikubwa. Amesema nguvu zote kwa TRA United.
Habari nyingine nasema Mayele aitwa DRC Congo kufuzu kombe la dunia. Habari nyingine nasema Rais Samia atenga bilioni 50 kwa kuwainua wasanii. Habari nyingine nasema Ibenge afunguka mechi ya Yanga Sports Club. Habari hii ndio inakwenda kufunga gazeti hili la Tanzania Leo. Sawa, gazeti la Machinga Sports wao bana wameandika bao la Depu laipa Yanga alama 3 mbele ya Tanzania Prison. Lakini taarifa nyingine inasema TRA Simba wajiandae na kipigo. Vitisho vinaendelea huko. Lakini tunasubiria, mchezo ni kesho. Taarifa nyingine inasema hapa Jobu kukosa msimu mzima. Tumpe pole tu kwa sababu bado michezo ni mingi sana na mtu ambaye ni tegemezi kwenye timu anampata majeruhi kama hayo ambayo anamkalisha nje kwa muda mrefu. Kwa mechi ambazo zimebaki ni nyingi sana. Inakuwa ni hatari kwa timu. Ni hatari kwa timu. Taarifa nyingine nasema Dube mshambuliaji bora ligi kuu, ndio imeandikwa hivyo katika gazeti hili la Wamachinga na ndio taarifa ya mwisho katika gazeti hili. Na katika gazeti la Sports Uelekeo habari kubwa nasema serikali ya watengea bilioni 50 wasanii waandishi wa habari. Habari nyingine nasema kamati ya bunge yakagua uwanja wa Dr. Samia. Habari nyingine nasema Simba Sports Club yahamisha wa mawindo kwa TRA United. Yani Simba amehamisha mawindo yake. Habari ya mwisho katika gazeti nasema joto la panda Azam FC na Yanga. Sawa, gazeti la Nipashe wao bana wanatupasha vipi katika kurasa za michezo? Wanasema siri ya Yanga kung'ara ligi kuu bara ni 2025-26. Mabingwa hao watetezi wanaongoza kwa kupachika mabao mengi, kushinda michezo mingi. Taarifa zaidi hapa naona maneno ni mengi, nimekusomea tu kwa ufupi zile za juu, lakini taarifa nyingine hapa anasema Steve Barker Simba yaonyesha ukubwa. Taarifa ni hizo mbili tu katika gazeti hili ambalo zimeweza kuandikwa. Sasa taarifa hiyo bana ya Nipashe ya kimichezo bwana, hao ndo wanatufungia kurasa za mbele na za nyuma, yaani mjadala magazetini kwa siku ya leo. Basi tunaishia katika gazeti hili la Nipashe katika kurasa za michezo, lakini kabla ya kutamatisha niendelee tu kukumbusha kwamba tumepewa nguvu kabisa na kampuni kubwa ya uzalishaji maji nyanda za juu kusini, yani CF Natural Mineral Water. Wao wanapatikana mji mdogo wa Mafinga. Sasa kwa wewe ambao unahitaji kufanya nao biashara, kuwa msambazaji, au sasa una shughuli yako na unahitaji maji mengi, wao watakuletea kabisa. Ni wewe tu kuwatafuta na kuambia kwamba unapatikana wapi, unahitaji kufanya nao biashara kwa namna gani, basi wao watakusikiliza na watakupatia huduma. Watafute kwa namba za 076212 3736 0762123736. Hao ni CF Natural Mineral Water, wanakwambia kata kiu chap kwa kupata maji hayo, maji safi kwa afya tele. Sasa mjadala magazetini bana kwa siku ya leo tumehitimisha kwa namna hiyo. Tuendelee tu kukutakia weekend njema, na uendelee pia kutufuatilia katika mitandao ya kijamii kwa jina la Matukio Daima, yani ukienda Instagram, ukienda TikTok, ukienda Facebook, utatukuta kwa jina hilo la Matukio Daima. Lakini kwa wewe ambao hujasubscribe pia unaweza kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa kila ambapo tutakuwa tukipandisha taarifa zetu. Baada ya mjadala magazetini basi itakuja mada ya asubuhi. Atakuja Angelina hapa, atakuwa na Catherine, wao watakuwa na mengi ya kuzungumza pia kuhusiana na masuala ya ukatili kwa watoto. Watakuja hapa na watakuletea kitu ambacho labda utahitaji kujifunza, kama ulikuwa hujakijua au unakijua pia utapata uelewa zaidi kwa undani. Lakini baada ya mada asubuhi pia Daima Sports pia watakuwepo hapa. Tukutakie tu weekend njema. Ulikuwa na mimi Emmanuel Manonga na mwenzangu Esther Kameta. Bye bye.
afya yako na ubora wa maisha yako unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa Sif Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. Sif Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua Sif Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe sifcompany100@gmail.com. Sif Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Huduma bora ni pamoja na ofisi nzuri, na ofisi nzuri haiwezi kukamilika bila vitu vya kisasa vya ofisini. Hop Corner Shop tumekuletea viti na meza za kisasa zaidi ya ofisini kwa gharama ndogo kuliko, na vitu vyote ni original toka kiwandani, hatuuzi vitu vilivyotumika. Hop Corner Shop tunapatikana jirani na benki ya NMB Redcom mjini Iringa, lango kuu la kuingia chuo cha Ruku. Tupigie simu namba 0618874152 au 0767818200 au tembelea Instagram yetu hopcorner_shop. Hop Corner Shop, hapa gharama nafuu, bidhaa zetu kiwango. Stani. Ushafika hospitali? Hospitali? Nani anaumwa? Simepigiwa simu na walimu hapa, ananiambia Bwakila hali yake mbaya, amemkimbiza hospitali. Nitumie 30,000. Wewe, Bwakila mbona niko naye? Kona? Walimu gani sasa walimu? Hao matapeli. Na ukishaona jumbe za hivyo, yani moja kwa moja nenda kwenye uwanja wa message, andika utapeli, tuma kwenda 15040. Utapokea ujumbe wenye maelekezo. Utaweka namba ya utapeli. Ndio shughuli yake inaishia hapo. Kweli? Mimi ndo nakwambia fanya hivyo. Hebu mpe Bwakila. Bwakila huyu hapa. Baba, tuma 30,000 basi ule utaka kuwatumia walimu. Takuripoti, wewe jichetu wetu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania, TCRA. Unaweza ukawa umefika Iringa mara kadha wa kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza ukasikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usiona gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu. Umehitimu darasa la 7 kidato cha 4 au zaidi na unahitaji kupata ujuzi? Karibu katika vyuo vya RDO Mdabulo, RDO Mafinga, RDO Ibwanzi na RDO Kilolo ili ujipatie mafunzo mahiri ya malezi yaliyo bora. Fani wa vyuoni ni kama ifuatavyo: umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji wa vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na uhudumu wa hoteli, useremala, uashi au ujenzi, uzalishaji wa afya ya mifugo, ubunifu na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, teknolojia ya habari na mawasiliano na matumizi ya kompyuta. Mafunzo yanatolewa kwa miezi 3 na miezi 6 tu. Nafasi za hostel zipo kwa wahitaji wote. Pia tuna nafasi kwa wanaohitaji kuhamia level 1, 2 na 3. Vyuo vyetu vyote vimesajiliwa kikamilifu na Baraza la Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Study NACTVET. Unaweza kujisajili moja kwa moja na kupakua fomu za kujiunga katika tovuti ya shirika, yani www.rdo.or.tz. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya RDO. Kwa maelekezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 0757 35 18 37 au 0745 92 15 75. Kumbuka, ufundi ni taaluma ina. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini.
LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulie wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677220022 au 0657366667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals. Je, unatambua kuwa St. Dominic Savio Secondary School ni miongoni mwa shule 10 bora katika matokeo ya kidato cha 4? Basi sikia hii. Shule za St. Dominic Savio na Kaglielo Girls Secondary School ni shule zinazopatikana na kumilikiwa na Jimbo Katoliki la Iringa katika matawi ya shule zetu zote kuanzia nafasi ya Kids Day Care, elimu ya chekechea, awali na msingi, na kwa wale wanaohamia madarasa yote kwenye matawi yake yote 4 ya shule za St. Dominic Savio Pre and Primary School. Shule zetu ni za kutwa na bweni. Shule zina usafiri wa mabasi ya uhakika na zinahakikisha mtoto anasafiri salama muda wote. Vituo vya daycare vinapatikana kwenye shule zetu za msingi. Mtoto anapokelewa kwa ajili ya malezi kuanzia miezi mitatu. Kwa upande wa sekondari zetu, tunapokea wanafunzi wanaotaka kujiunga nasi kuanzia kidato cha kwanza, wanaohamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano kwa tahasusi zifuatazo: PCB, PCM, CBG, HGL, HGK na HKL. Shule zetu za sekondari tatu zote zinapokea wanafunzi wa dini zote. Kwa upande wa jinsia mbili, zinapokea wanafunzi wa jinsia zote, yani wavulana na wasichana, wakati katika shule yetu ya Kaglielo Girls Secondary School inapokea wasichana tu kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4 kwa sasa. Shule zina mazingira mazuri na yenye kuwavutia wanafunzi kujifunza kisasa na kwa vitendo. Shule zina maabara, maktaba na vyumba maalum kwa ajili ya kujifunza tehama. Shule zina walimu na watumishi wengine wa kutosha wenye sifa, vipawa, maadili na uzoefu wa kuwajenga na kuwalea wanafunzi kitaaluma, kimaadili na kiroho. Shule zinafanya vizuri sana kitaaluma na zimekuwa zikiongoza mkoa wa Iringa kwa miaka kadhaa mfululizo. Kwa upande wa shule zetu za msingi, katika mtihani wa taifa wa kumaliza elimu ya msingi yani PSLE, shule zimekuwa zikiongoza kwa wanafunzi wote kufaulu na kupata daraja A bora sana, huku zikiwa na wastani wa juu kuongoza mkoa. Kwa upande wa shule zetu za sekondari, wanafunzi wote wamekuwa wakifaulu kwa kupata division 1 wote, na division 2 zikitoka ni chache sana. Shule za St. Dominic Savio zinalea na kukuza vipaji mbalimbali vya watoto katika nyanja mbalimbali. Shule zetu zinafanya ziara mbalimbali za kimasomo yani study tour, kwa kutembelea maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi kwa ajili ya kujifunza kama vile Italia, Dubai, Kenya, Uganda, Zambia, South Africa na kwingineko. Usaili unaendelea kufanyika na fomu zetu za kujiunga na shule zetu za awali, msingi na sekondari zinapatikana kwenye shule zetu mtandaoni na kwenye vituo vya mikoa na miji mbalimbali. Kwa mawasiliano zaidi tembelea tovuti yetu ya www.stdominicsavio.co.tz ama tupigie simu namba 0719501170 au 0754074303 au 0745114386 au 0757009418. Karibu St. Dominic Savio Schools kwa elimu bora kwa ajili ya maisha ya sasa na ya baadaye. Sisi ni St. Dominic Savio Schools, tunasema we learn for life but not school. Mtukazi Enterprises, sisi ni vijana wa kazi kweli kweli na tupo tayari kufanya kazi. Tupe kazi, tuoneshe kazi kwa kiwango cha juu. Sikia, Mtukazi Enterprises tupo Mshindo mjini Iringa. Kazi yetu kubwa ni kukufungia mahema au maturubai katika shughuli mbalimbali kama vile misiba, harusi, mahafali ama mikutano. Pia Mtukazi tunakodisha mashine ya kisasa kwa ajili ya kuzikia. Kuhusu usafiri, ondoa shaka, tupigie simu namba 0715369309 au 0754369309. Kumbuka, gharama zetu ni ndogo kuliko. Mtukazi Enterprises, kazi kiwango, utu mbele. Mpenzi wangu, hapa Clock Tower Cave kuna harufu tamu sana. Tuanze basi na breakfast. Kabisa, kalmati na chai ya maziwa au chapati na maharage, chaguo ni nyingi ise. Kwanza kabisa, vegetable bite zao, andazi, donut, kachori, bagia na mihogo, bei zake ni rafiki sana.
Na kwa walio kula mboga, nani vegetable bites ziko pia, beef samosa, kebab, egg chop na sausage roll. Pia kuna salad fresh, chicken salad pia. Na tukitaka kitu kizito kidogo, burger au sandwich zipo, beef burger, chicken burger na shawarma bread. Hivi, unafahamu kuhusu pizza wewe? Ipo chicken, beef na sausage pizza. Kweli kabisa. Clock Tower Cafe si chakula tu, ni mahali pa kufurahia pamoja. Kwa ladha bora, bei nzuri na huduma ya uhakika. Umeshakula chipsi vuruga, tikisa, visinia kuanzia mtu mmoja na zaidi, supu ya kuku wa kienyeji, supu ya ng'ombe, mbuzi na samaki, pamoja na kuku wa tandori, lemon na wa kienyeji. Hakika wamejipanga. Mishikaki ya kuku wa tandori, filigisi, sausage na maini ni tamu sana. Ukiongeza biriani, pilau kuku, pilau samaki na beef fry. Hakika wamejipanga. Kuhusu ugali, wali, ndizi au mtori, hapa ni kawaida yetu. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndio, Clock Tower Cave, home of delicious meals. Je, unahitaji kupata ujuzi utakaosaidia maisha yako? Karibu katika vyuo vya Radio Mdaburo, Radio Kilolo, Radio Ibwanzi na Radio Mafinga. Hivi ni vyuo bora vyenye uzoefu katika utoaji wa fani za umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na hudumu wa hoteli, useremala, washi au ujenzi, afya na uzalishaji wa mifugo, ubunifu wa mitindo na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi yani leather goods, nishati jadidifu yani renewable energy, teknolojia ya habari na mawasiliano ICT, ufugaji nyuki, usukaji mota, udereva wa awali na matumizi ya kompyuta. Tunafundisha bure stadi za maisha na ujasiriamali kwa vitendo. Pia tunajali na kufundisha michezo na burudani kwa wanafunzi wote. Kwa wanafunzi wa mafunzo ya muda mrefu watapata nafasi ya kusoma bure masomo ya kompyuta na lugha za kimataifa. Vyuo vyetu vimesajiliwa kikamilifu na NACTIVATE. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kwa awamu 4. Unaweza kujisajili na kupakua fomu katika tovuti ya shirika yani www.radio.or.tz. Tunawakaribisha wote waliomaliza darasa la 7 kidato cha 4 na kuendelea kutumia fursa hii bila kujali ufaulu wao. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya Radio. Kumbuka, ufundi ni taaluma inayoishi. Kwa maelekezo zaidi, wasiliana nasi kwa namba za simu 0745921971 au 0745921575. Tunawakaribisha wote katika vyuo bora vya mafunzo ya ufundi stadi nchini Tanzania. Hii ni awamu yangu ya 3 sasa kufika Iringa. Awamu yangu ya kwanza nilipata huduma nzuri sana ya malazi kutoka Lunofu Lodge. Ila awamu yangu ya pili nilikosa nafasi Lunofu Lodge. Nilijuta sana. Hii ni mara yangu ya 3 kufika Iringa. Safari hii nimepata lodge nzuri ya Wuse Tuheke. Hakika ni nzuri na wahudumu wake ni wakarimu kweli. Ndiyo, Wuse Tuheke Lodge ni lodge nzuri sana. Ipo Muungano Frelimo, ina vyumba self-contained vyenye TV, maji ya moto, wifi bure, parking salama, ulinzi wa uhakika, masaa 24. Sasa wapigie simu namba 0797431922 au 0765907690 leo. Wuse Tuheke ni lugha ya Kihehe, pamoja tunasema njoo tucheke. Ndio tunacheka kwa furaha nzuri wakati wote. Kumbe basi nataka tena. Nilipofika Iringa mjini nilikuwa mchovu wa safari ndefu, lakini moyo wangu ulijawa na furaha mara tu nilipokanyaga Igumbilo. Mji ulikuwa tulivu, wenye hewa safi na watu wenye tabasamu. Nilipouliza sehemu nzuri ya chakula, kila mtu alinielekeza sehemu moja tu, Hope Fast Food Hotel, Igumbilo, Iringa. Nilipoingia, nilipokelewa kwa heshima na huduma ya haraka. Harufu ya chakula ilinifanya nisahau uchovu wote wa safari. Niliponja wali na kuku,
Ladha yake ilinifanya nitabasamu bila kujua. Oh, ni simulizi nzuri, nimeipenda. Nitaweka kwenye folder la kumbukumbu zangu ili ukumbuke kuwa simulizi hii inaendelea kuishi. Hope Fast Food Hoteli Igumbilo Iringa inathamini safari yako, na thamani yako ni pamoja na chakula kizuri kwa gharama nafuu. Hope Fast Food Hoteli Igumbilo Iringa, tupo Iringa mjini. Kwako wewe msafiri, uwapo Iringa, karibu tukuhudumie. Tupigie simu namba 0762 173293. Hope Fast Food Igumbilo Iringa, furaha yako inasindikizwa na chakula kitamu. Kwa afya yako na ubora wa maisha yako, unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa Sif Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. Sif Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbalimbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua Sif Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe cfcompany100@gmail.com. Sif Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Huduma bora ni pamoja na ofisi nzuri, na ofisi nzuri haiwezi kukamilika bila vitu vya kisasa vya ofisini. Hop Corner Shop tumekuletea viti na meza za kisasa zaidi ya ofisini kwa gharama ndogo kuliko, na vitu vyote ni original toka kiwandani, hatuuzi vitu vilivyotumika. Hop Corner Shop tunapatikana jirani na benki ya NMB Redcom mjini Iringa, lango kuu la kuingia chuo cha Ruku. Tupigie simu namba 0618874152 au 0767818200 au tembelea Instagram yetu hopcorner_shop. Hope Corner Shop, hapa gharama nafuu, bidhaa zetu kiwango.